Wasanii wawili hapa namzungumzia Belle9 pamoja na Juma Nature wameibua malalamiko kuhusu mfumo wa mirabaha wakidai umeingiwa na siasa na kukosa uwazi katika ugawaji wake. Kupitia ujumbe wao wameeleza kuwa mirabaha ni yake ya wasanii wote na si mali ya taasisi au kundi fulani la watu wachache, na wameitaka KOSOTA pamoja na wasimamizi wa ukusanyaji wa mirabaha kutoa ufafanuzi wa wazi kuhusu fedha za wasanii, hasa wakidai baadhi yao hawajapokea malipo tangu mwaka 2023. Aidha, wamehoji utoaji wa leseni kwa taasisi mpya za ukusanyaji mirabaha bila kuhakikisha zile za awali zikiwa zimemalizika kugawa pesa zilizokusanywa, jambo ambalo inazua sintofahamu kwa wadau wa muziki. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram pale wa kwake Belle9 ameposti yani unaweza kusema ni kama maneno ambayo yameandikwa kwa herufi kubwa, alafu yakisindikizwa na wimbo wa kwake Meek Mill unaitwa Respect the Game. Alafu ujumbe huo unasomeka hivi: tunataka mirabaha yetu mwaka 2024, mwaka 2025, mwaka 2026, wanamuziki wa kizazi kipya. Katika andiko hilo na Belle9 ameandika, tunaomba kama wanamuziki wenye uchungu na sanaa au kazi tunayoifanya ijulikane kuwa imefika sehemu tumechoka na siasa ambazo zinaendelea kwenye kazi yetu, hasa upande wa ugawaji na upatikanaji wa mirabaha. Kumekuwa na siasa nyingi sana ambapo imefika sehemu imebidi na umma ujue kuwa hii mirabaha sio mali ya taasisi yoyote, sio mali ya kikundi fulani, sio mali ya watu wachache ambao wana maamuzi juu ya nani apate nini, tumpatie siku gani na kwa staili gani. Utaratibu upo kama KOSOTA Tanzania, mkiwa na wasajili na wasimamizi wakuu wa CMO ambao mnazipa vibali kukusanya na kugawa mirabaha. Mmeendelea kutoa leseni kwa CMO mpya bila kuhakikisha na CMO ya zamani imegawa ilichokusanya. Swali linakuja, fedha zetu ziko wapi? Akamention kwa Wizara Sanaa TZ, kama mwangalizi na msimamizi wa taasisi hii kwa miaka mitatu mfululizo hatujaona tamko lolote likitolewa juu ya mirabaha yetu, mpaka tunakosa imani ni nini kinaendelea. Mara ya mwisho na mirabaha imetoka mwaka 2023 na kuna watu ambao hawajawekewa pesa zao mpaka leo. Mbali na juhudi za watu mbalimbali kuhakikisha wanapata, tunaomba kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania, sisi tulio wachache tunaowakilisha vijana wengi ambao walichagua muziki kama kazi, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, utusaidie kuhakikisha akaunti zetu zinapata stake zetu na tuweze kuendeleza sanaa pamoja na familia zetu. Maisha yetu ni muziki na muziki ni kazi yetu. Akamention pale tuma mwaka 2026 kwa maana hashtag, alafu akaandika the tuma mpya. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vimeibua mijadala mingi sana huko mtandaoni, hasa katika hili ambalo wameliibua wasanii Belle9 na Juma Nature wakitaka mirabaha ya mwaka 2024, 2025 pamoja na mwaka huu 2026, wakizimention hapa KOSOTA, lakini pia wakimention hapa Wizara ya Sanaa, na mwishoni kabisa akamuomba mpaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wanazipata haki zao, kwa sababu muziki ndio maisha yao, lakini pia muziki ndio kazi yao. Kwa hiyo tusubiri kuona majibu kutoka kwenye mamlaka husika, lakini wao wametoa hizo shutuma zao kuomba kupewa haki zao kama wasanii ambao wamekuwepo kwenye muziki kwa muda mrefu na wameshafanya vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na muziki.